Sawa sawa. Sasa unajisikiaje mara baada ya kupambania hayo mabadiliko ndani ya kikosi cha Young Africans? Na ukweli usiopingika, inaonekana Young Africans hivi sasa wakifanya vizuri, ikimzidi hata Simba ambaye kwa kipindi fulani ndiye ambaye alikuwa anapambana kuiwakilisha nchi kimataifa zaidi. Kwanza unakosea ukisema Simba ilikuwa inawakilisha kimataifa pekee. Hiyo sio kweli. Yanga ilikuwa na uwakilishi mkubwa kwenye mashindano ya kimataifa kuliko Simba. Na naweza kusema Simba wamefanikiwa kwenye hatua ya kuingia robo finali mara nyingi labda kuliko Yanga. Lakini sio kwamba Simba ndio timu pekee ilikuwa inawakilisha Tanzania kimataifa, sio kweli. Yanga imechukua mara nyingi ubingwa wa Tanzania kuliko klabu yote hapo Tanzania. Na kwa muktadha huo uwakilishi wa klabu kwenye mashindano ya kimataifa unaanzia kwenye ubingwa wa ndani. Kwa hiyo hakuna klabu inaweza kuwakilisha Tanzania kimataifa zaidi ya Young Africans. Nilikuwa na maanisha Young Africans kushindana kwenye zile level za juu zaidi engineer. Basi hapo nikibishi vizuri. Na hata Yanga imeshafika kwenye hizo hatua, kwa sababu Yanga unazungumzia kuhusu Champions League quarter final imeshafika. Hakuna mtu Tanzania amezidi robo finali. Ndio. Tunakubaliana engineer. Na kwenye mashindano ya CAF Confederation Yanga imefika finali. Hata success. Kwa hiyo kwenye success wote hakuna mtu ambaye amezidi Young Africans. Kwenye mashindano ya kimataifa uwakilishi tuko vizuri, na kwenye mashindano ya kimataifa success hakuna mtu ametuzidi. Sasa turudi kwenye point yako ya kwamba kuingia kwangu Young Africans. Ni kweli ya kwamba Yanga haikuwa inafanya vizuri miaka hivi karibuni. Na hata kama unakumbuka mwaka 1998 ilikuwa mara ya mwisho Young Africans kuingia kwenye hatua ya makundi. Baada ya kuingia uongozi wetu ndio tukaingia makundi. Kwa maana 2023, miaka 25, correct? Toka Young Africans mara ya mwisho imeshiriki mashindano haya ya kimataifa. Nakubaliana na wewe ya kwamba hii transformation imetusogeza karibu na mafanikio, sio tu ndani ya nchi bali hata nje ya nchi. Sababu kumbuka mara ya mwisho Young Africans inachukua ubingwa ilikuwa 2016 na haijachukua ubingwa mpaka 2021-22. Kwa hiyo na wakati huo ndo tumeanza transformation. Kwa hiyo ni kweli transformation imetupa mafanikio ndani, lakini pia imetupa mafanikio nje ya nchi. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu, na tuendelee bado. Hatua ni refu, hatujafika mwisho, tutaendelea kupiga hatua, lakini tunahitaji pia support ya kila mmoja kwa nafasi yake kushiriki kwenye kusogeza mbele hizo club zetu. Lakini kikubwa ambacho pia umekizungumzia ni kuhusiana na nafasi yetu kama Watanzania kushiriki kwenye majukwaa makubwa. Hatujawa na ushiriki mkubwa kwenye majukwaa haya, na nichukue fursa hii kuwashukuru FIFA pia kwa kutoa hizo fursa kwetu. Najua haja bahati mbaya, haikuwa kwa upendeleo, haikuwa kwa bahati mbaya, haikuwa random selection. Imeendana na jitihada ambazo tumeziweka mpaka wameweza kuona kazi yetu nzuri. Kwa hiyo niwapongeze pia wenzangu, viongozi wenzangu wa Club Young Africans kwa hiki ambacho tumeendelea kukifanya wote kwa pamoja ili kusukuma gurudumu la klabu yetu. Kwa sababu jana katika platform hiyo kubwa ya FIFA watu wamejua Young Africans. Kuna idadi kubwa watu huenda walikuwa hawaifahamu kabisa wala hawajai kuisikia, lakini wameweza kuona study case Young Africans na kuona kwa namna gani Yanga imefanikiwa kwa transformation yake, na tumeanza kuona matunda ya mafanikio haya. Sababu hata wenzetu pia wanaanza kuuliza maswali. Mmoja katika watu ambaye aliuliza swali katika mkutano wa jana ni Roberto Di Matteo. Naam. Sina haja ya kumtaja vizuri, mfahamu huyo mtu. Anajielezea. Amefurahishwa sana, amevutiwa sana na transformation ya Yanga, na akauliza na swali kutaka kuelewa zaidi. Na ni jambo ambalo kwa kweli tunajivunia sana Young Africans na wote kwa pamoja kama Watanzania. Na pia tuligusia katika maswali tuligusia pia ushiriki wa serikali ya Tanzania katika kusupport hiki kitu. Na tukakiri wazi ya kwamba serikali yetu imekuwa very supportive katika hili jambo. Kubadilisha mfumo ni jambo ambalo linahusiana na policy na sheria za nchi, na sheria za nchi na policy ziko mikononi mwa serikali, na serikali imefungua milango ya vilabu hivi ku transform kwenda kwenye mifumo ya kisasa bila kuwa na kikwazo.